Mtazamaji, jina langu naitwa Alphonse Kusaga, mwandishi wa Wananchi. Leo ni tarehe 6 ya mwezi wa 10 mwaka 2025. Hapa ni katika kijiji cha Maririnyi, kitongoji cha Lolera, kata ya Leguruki, ni katika wilaya ya Arumeru, mkoani Arusha. Tumekuja kuripoti taarifa ya mtoto mwenye umri wa miaka 15 anayefahamika kwa jina la Meshaki Franaeli Mbise. Mtoto huyu inaelezwa kwamba siku ya Ijumaa alikutwa na umauti baada ya kushambuliwa na baba yake mzazi pamoja na mtoto wa shangazi yake. Kwa mujibu wa mashuhuda, wanaeleza kwamba siku ya Ijumaa Meshaki alienda Ngare na Nyuki kwa shangazi yake, lakini huko ikielezwa kwamba aliharibu mtungi wa gesi pamoja na kuchukua simu vile na shilingi 15,000. Wale ndugu ambao ndiko alikotoka huko kwa shangazi, wakati wanatafuta simu pamoja na fedha hizo wakazikosa, wakahisi kwamba Meshaki amezichukua, hivyo wakafunga safari kutoka Ngare na Nyuki wakaja hapa nyumbani ambako anaishi Meshaki. Baada ya hapo ilikuwa mida kama saa 3 hivyo wakamuuliza Meshaki kulikoni akafanya kitendo hicho. Nadhani Meshaki alikana akasema kwamba hajafanya chochote. Kilichofanyika ni kwamba mtoto wa shangazi yake akamwadhibu Meshaki kwa kumchapa na mkanda, lakini baba yake mzazi Meshaki baadaye alivyokuja pia akaongeza kipigo zaidi kwa mtoto Meshaki na kumsababisha majeraha mbalimbali katika mwili wake, ambako alimpiga kuanzia majira saa 5 mpaka saa 8. Walivyoona amezidiwa wakamchukua na kumpakiza kwenye pikipiki ili kumkimbiza hospitali, lakini wakati yuko njiani Meshaki umauti ukampata. Tumezungumza na ndugu wakilaani tukio hili la kikatili ambalo limejitokeza katika maeneo haya. Licha ya kwamba huenda Meshaki alikuwa na kosa ama hakuwa na kosa, mtoto huyu hakustahili adhabu hiyo ambayo ameipata. Lakini Joseph alikuja usiku, wakatukuta tumeshalala, wakafungua mlango, Meshaki akafungulia. Alivyofungulia wakafunga mlango kwa nje, akaenda akachukua nyanya wakapika, wakala kimaza akaanza kumpiga Meshaki na mkanda huku kwa bakol. Alikuwa anasema Meshaki kaiba hela yao na simu na ameharibu mtungi wa gesi. Meshaki hakuongea. Baba alikuja saa 5 ndo akampiga mpaka saa 9 ndo anampeleka hospitali. Muda wao alikuja mpaka saa 5. Toka ile saa 3 mpaka saa 5. Baba akapokea kuanzia saa 5 mpaka saa 8. Mama alikuwa wapi? Mama alikuwa huko ndani. Mimi kwa majina yangu naitwa Jackson Matayo Mbise, ni wa jamii hii ya kwa Kimiri, kwa sababu tukio lilifanyika usiku. Na usiku mimi kidogo ni mbali na hapa, lakini nilipata habari asubuhi. Na pata habari asubuhi, nikapata habari kutoka kwa baba yake mkubwa. Yeye ndiye alinipigia simu akaniambia kuna jambo limetokea kwenye boma, kwa hiyo tafadhali kimbia pale mara moja. Na yeye alikuwa mbali, alikuwa Tanga. Akaniambia nimepokea simu kwamba kuna jambo limetokea kwenye boma, mara moja hebu kimbia pale kaangalie. Basi nilipokuja hapa mimi nikamkuta tayari mwenyekiti wa kijiji amekwisha kufika, na nikakuta tayari yule mama aliyekuwa hapa hayupo, na huyu mzee wa hapa na yeye hayupo. Lakini nikakuta mshangao kwamba kijana hayupo. Nikauliza, nikaambiwa kwamba alipigwa mpaka mimi sikujua zaidi. Wao walisikia kwamba mtoto sijui aliiba shilingi 15,000. Sasa hizo 15,000 labda ndio chanzo cha tukio. Hapa alikuwa anaishi na mama wa Gambo, mama wa pili, maana yake mke wa pili. Mama yake kamili hakuepo. Kwa hiyo alikuwa anaishi na mama yule wa pili, ambaye ni mama wa Gambo, lakini na mzazi wake wa kiume. 15,000 yaelekea kijana alienda siju kwa shangazi yake. Huko kwa shangazi yake ndiko katokea, sina fahamu akachukua hiyo shilingi 15,000. Kwa kweli shilingi 15,000 hata milioni 100 haitaki kuua mtu. Kuna vyombo vya sheria vipo na vyombo vya ulinzi vipo,
vya kusaidia tukio la jinsi ile kitokea, lakini hao watu wamechukua sheria mkononi, kwamba kijana alipanda gari na nyuki akachukua huko shilingi 15,000 akaja nyumbani. Sijui taarifa za zaidi ya kusema kwamba labda njiani kawa ilikuwa sijui. Taarifa zinasema kwamba kijana yule kijana akaja nyumbani kwake. Alipokuja akaangalia chumbani kwake ndio akakuta shilingi 15,000 hazipo. Sasa akauliza nani ameingia hapa? Akamwambia ni fulani. Ndio akamkimbiza nyuma. Kuja kuangalia kwamba kuna shilingi 15,000 hazikuonekana. Kinyume chake mashambulizi. Sheria ichukue mkondo wake. Kwa sababu vitendo hivi tukiendelea kuvivumbia macho, tunaendelea kupoteza ndugu, jamaa na hata watoto wetu. Meru ni amani tupu. Kinacholeta ukatili ni haya mabadiliko tu ya dunia. Lakini hakuna ukatili wowote Meru. Hakuna ukatili wowote Meru. Kwa Meru ni amani, ni utulivu. Hakuna shida. Baadhi ya watu wachache ambao unajua dunia ndivyo ilivyo. Kwa jina naitwa Frida Danieli Palanjo. Mimi ni mwalimu mkubwa katika hii familia. Asubuhi yake bwana wangu alitoka akaja akapita barabarani, alafu alipofika huko barabarani ndipo mdogo wake alimpigia simu na kumwambia kijana wetu Meshaki hayupo. Naye akanipigia simu, nilikuwa kwenye saa 12:30. Akanipigia simu nami nikapokea. Nikamuuliza nini shida, akaniambia hapana, kijana wetu Meshaki hayupo. Nikamwambia nini shida? Akaniambia mimi sijui, lakini sasa hivi muda kama huo sasa hivi yupo moshari. Nikamwambia haiwezekani. Ndipo na mimi nikachukua jukumu la kuja mpaka hapa. Nikaja nikamkuta mama Ogambo wa wao watoto. Niasikia alipigwa na vijana wawili wa shangazi yake na baba yake. Wakamchukua wakampeleka hospitalini. Na mimi hiyo ni kwamba nilisikia. Na sasa nilipofika hapa ndio nikamkuta huyo mama. Tukasalimiana, hata mimi sikuonyesha hata kwamba nimesikia jambo lolote. Huyo mama wa Kamba. Nikamkuta mlangoni hapo, tukaulizana habari. Watoto wazima? Mimi namuuliza. Akaniambia wazima. Wakatoka watoto wawili, wa kike na wa kiume. Wadogo zake Meshaki. Nikamuuliza mbona sijamuona Meshaki? Akaniambia mama mkubwa, huyo mtoto alizidiwa jioni ndio akapelekwa hospitalini. Nikamwambia hebu niambie vizuri, kwani huyo mtoto alikuwa anaumwa? Ndio tukaachana. Nikamuita jirani hapo. Nikamuuliza, nikamwambia kuna tukio ambalo sijalipenda. Ndio akaja. Nikamwambia nimesikia kwamba mtoto hapa amefarika hayupo. Akaniambia hapa, anasema mbona hujapiga ukunga? Nikamwambia hapana, bado muda wake kwa sababu haijaeleweka vizuri. Basi ndio jirani akaondoka akaenda kwake, na mimi nikashuka hivi nikakuta baba, kuna baba wawili hapo njiani. Nikasema sasa nikiacha nasa naenda nyumbani kufanya nini? Ndio nikachukua jukumu la kwenda kwa mwenyekiti. Tukaandamana na huyo baba tukaenda mpaka kwa mwenyekiti. Nikamwambia mwenyekiti, tukasalimiana, nikamwambia mwenyekiti kuna jambo ambalo sijalipenda, lakini naomba hebu twende ukanisaidia. Akaniuliza ni nini? Nikamwambia nimesikia kwamba kijana wangu Meshaki hayupo. Akaniambia nini shida? Nikamwambia mwenyekiti mimi sijui, twende ukatusaidie. Ndio tukaandamana na mwenyekiti mpaka tukafika hapa. Tulipofika hapa ndio saa mimi nikaachana naye sasa hiyo ndio akaendelea kuhoji na kupiga simu kuomba msaada kwenye vyombo vya sheria. Serikali kama serikali isifumbie macho, bali tusaidie hata katika jamii na katika kila ngazi itusaidie, kwa sababu sasa hii imeingia mpaka huku ndani. Kwa hiyo tunaomba jamani, mtusaidie ili iwe funzo hata na kwa wengine. Kweli walisema ni mkanda, kwa sababu katika mwenyekiti katika kutafuta alitafuta akanipa mkanda
na hiyo simu kulikuwepo mkanda na simu alafu na bakolo, ambavyo vyote niliwasilisha kwa mtendaji. Sio mkanda mwenyewe, hapana. Lazima kutakuwa na labda fimbo au silaha yoyote ile nyingine, lakini sana sana fimbo ambayo itakuwa imezidi uwezo wake. Hatukuta viashiria, bali au polisi walipokuja walikuta damu zimetapakaa na kinyesi wakakichukua. Nilisikia kwamba alipoteza maisha kwenye barabara ambayo ina karibu na sheli pale Ngare. Elia Rishel Nasari. Mimi nilisikia kelele usiku muda saa 5. Kelele kidogo cha vijana wadogo. Nikasema ni watoto wangu labda wanapiga kelele ndani. Nikatoka nje. Nikasikia ni hapa jirani. Nikaja. Nilipokuja nifika hapa, nikakuta kuna vijana wako ndani wawili. Nikamwambia fungueni mlango, nitauvunja. Fungueni. Wakufungua. Kaniambia, nikamwambia kwa nini mnapiga mtoto mpaka mnapiga makelele hivi? Mpaka mtu anapita kule barabarani anasikia. Niambia baba yake ndiye amesema tumchape. Baba yake ndiye amesema tumchape, ameiba hela. Ndio tumemfuatilia nyuma. Huo muda hao vijana wametoka Ngare kwenye walifika hapa kwenye saa 3, wakamkuta kijana hapa. Labda ndio wakamuingiza ndani, waliponiwaambia wafungue mlango, wakufungua tena. Wakaniambia baka anakuja sasa hivi. Wakati niko hapa nje, kwanza mimi nimekuja na mke wangu na watoto kama wawili hivi, tukaja mpaka hapa. Kama saa 5:30 hivi, baka akatokea hapo, akaacha pikipiki hapo pembeni tu ya ukuta. Baka akanisalimia, "Halo, safi bwana." Haya. Akaingia ndani, fungua mlango, akafungua, chia mlango. Akawaambia vijana, "Kwa nini mnapiga kelele hivi?" Hani natokea kule nasikia makelele hapa. Yeye mwenyewe akashika kwanza yule kijana alikuwa anamtandika yule mtoto. Lip, kamlipua. Mnapiga kelele hivyo. Haya, yule baba akatoka. Yule baba alipotoka na mama hapa pembeni mke wangu alikuwa anasema, mtoto ni wa maombi tu, jamani msipige mtoto. Kwa maana mtamuumiza bure. Mtoto apelekwe kwenye maombi. Le jamaa akatoka sasa akasema, "Mama, nenda nyumbani wewe. Nenda nyumbani." Sasa alipoenda nyumbani, akajifungia ndani. Wote wako kule ndani. Nikadhani wanaongea na mtoto wao saa hiyo. Mimi walipojifungia ndani, sisi tukasema nini tunafanya hapa? Tukaondoka tukaenda nyumbani. Wote sisi na mke wangu. Huyo mama akambo na akaingia kwenye hicho chumba hapo cha chini hapo. Akaingia hapo. Sisi tukaenda nyumba. Mimi asubuhi kuamka nikaenda kwenye shughuli zangu. Kwa maana labda nikaona labda kesi iliisha kwa maana baba wa nyumba kuja. Haya. Hiyo ni saa 5:30. Mimi nikaenda asubuhi kuamka. Mimi nikaenda kwenye shughuli zangu. Nilipofika kazini kwenye muda asubuhi kwenye saa 3 huko, nikasikia yule kijana alikuwa alichapo saa ile usiku, hayupo tena. Kufika hapa kwenye muda saa 8 labda mimi ndio nikakuta maaskari nje hapa. Kwanza usiku huo ni ule mkanda ambao mama amesema hapa. Ndio alisema, niliwaambia mnampiga na nini namna hiyo? Akaniambia ni mkanda tunampiga nao tu. Kwa hiyo mimi wakati nasikia babaka alimpiga, mimi nilikuwa siku sayo kwa maana ni vijana walikuwa wanampiga. Vitu kama hivyo vingi. Lakini mimi ninaomba hata na viongozi wetu wakemee na ulinzi uwepo mzuri. Mtu akisikia asifiche kitu ndani. Kila mtu anatakiwa ajue. Ndio kila mtu apate haki yake. Jina naitwa Mchungaji Langaeli Joseph Mbise. Kiukweli tukio hili tumelipokea kwa masikitiko makubwa. Na sio hili tu, hata na mengine yaliyopita huku nyuma. Tumeyapokea kweli kwa masikitiko makubwa. Na tunakubali kwamba ni roho ya shetani. Lakini kile tunachofahamu ni kwamba shetani anamtumia mtu alivyo. Shetani akikosa mtu wa kufanya tukio, yani mtu mwenye roho mbaya, kufanya tukio hawezi kufanya kitu chochote. Kwa hivyo tunaamini kwamba
ni kweli kuna baadhi ya watu, kwa sababu inasemekana Arumeru, hapana, sio Arumeru, lakini kuna baadhi ya watu ambao wana roho mbaya. Kwa hivyo na shetani anapokuja basi akakuta moyo mbovu wa mtu, anautumia ulivyo, ndio maana haya matukio yanaendelea. Lakini tunamwamini Mungu, kwamba tukimuomba Mungu na serikali nayo ikawa imara, ikachukua mkondo wake, na yeye Mungu atahusika na mambo haya yatakoma. Tukirudi kwa upande wa Biblia, kwa sababu siwezi kusema uongo, kwa sababu tukirudi kwa upande wa Biblia, tukisoma kitabu cha Ufunuo, kinaonyesha kabisa kwamba nyakati za mwisho roho ya mauaji itakuja kufanya kazi. Na itakapokuja kufanya kazi, itafanya na watu ambao wako tayari. Kwa hivyo sasa ni wakati wa waumini na wao wenyewe kumuomba Mungu ili hii roho isipate nafasi. Lakini wanaofanya mauaji ni waumini wenu. Ndiyo, na sikatai kwa sababu ni Wakristo, sawa. Lakini wanatumiwa na hizo nguvu kwa sababu wamekubali kukaa kwa namna hiyo. Majina naitwa Husna Ramadhani, ni mtendaji wa kijiji cha Miririnyi. Siku ya tarehe 4 mwezi wa 10 2025 nilipigiwa simu, ilikuwa saa 2 kamili na mwenyekiti wa kijiji kwamba kuna tukio limetokea, kuna kijana wa miaka 15 kapigwa mpaka kusababisha umauti wake. Nikaja eneo la tukio, nilivyokuja eneo la tukio nikaambiwa kwamba hapa nyumbani yule mama wa kufikia ambaye anaishi hapa na wale watoto kaondoshwa. Ikabidi niende sehemu ambapo alipo. Na chanzo cha kuondoshwa, niliambiwa wananchi wana hasira kali sana, wanaweza wakamzuru. Nikaenda nikaanza kumhoji yule mama. Ilikuwaje? Yule mama anasema yeye alisafiri. Hiyo siku ya tukio akawa amerudi, hakumkuta huyo kijana ambaye kwa jina anaitwa Meshak. Baadaye alivyorudi akamuuliza, wewe Meshak ulikuwa wapi? Kwa sababu ilikuwa ni siku ya soko. Akamwambia nilienda Ngare na Nyuki. Lakini baadaye huyo mama anasema mume wake alimpigia simu akamwambia kwamba huyo Meshak ameenda kwa shangazi yake, karibu mtungi wa gesi, kaiba 15,000 pamoja na simu ya shangazi yake. Baada ya hapo huyo mama anasema kwamba kwenye mida ya saa 1 usiku mtoto wa yule mama ambaye ni shangazi yake na Meshak anasoma form 4 Mumela Sekondari. Akatoka shuleni moja kwa moja akaja huku. Alivyokuja huku kafika tu kwenye hii nyumba akaanza kugombana na Meshak. Akaanza kumuuliza kwa sauti ya kwa nguvu, kwa nini umeiba nyumbani? Nini kimetokea? Huyo kijana alikuja na mwenzie. Kwa maelezo yule mama anasema walichomoa mkanda wakaanza kumpiga huyo kijana. Mpaka baba mtu alivyokuja saa 5 usiku ndo akawakataza, akawaambia kwamba msimpige. Lakini kutokana na purukushani za hapa na pale wanasema Meshak alijigonga kwenye meza. Kapelekea akazidiwa, wakampeleka hospitali. Na walivyokuwa wanampeleka hospitali walitumia usafiri wa bodaboda. Alokuwa anaendesha ni yule baba, katikati alikaa mgonjwa, nyuma alikaa yule mwanafunzi ambaye ndo anasadikika kwamba yeye ndo alimchapa. Kufika Sheli wanasema kwamba nani akawa amefariki. Karibia na lami. Sio Ngare. Ngare. Lakini pia baadaye tukamkamata yule mwanafunzi. Tulivyomkamata yule mwanafunzi nikamuhoji naye. Akasema yeye chanzo cha kugundua kwamba Meshak ameiba kwao, alirudi nyumbani akakuta gesi inanuka. Wadogo zake wakamwambia kwamba kaka Meshak alikuja hapa, kaingia chumbani kwako. Na kweli kuangalia, akaambia hiyo gesi kaigusa nani? Kaigusa kaka Meshak.
kwenda chumbani kwake kuangalia, akakuta sehemu anapoweka hela 15,000 hamna. Akamchukua rafiki yake na bodaboda wakaja mpaka hapa. Baada ya hapo wamefika hapa, wakapika wakala kwa maelezo ya yule kijana. Anasema yeye akaanza kugombezana na Meshak, kumwambia kwamba Meshak, kwa nini umeiba? Mbona mimi hela uwaga nakupa? Lakini baadaye yule baba alivyokuja, baba yake Meshak akaja akamwambia yule kijana, mimi sitaki nyumbani kwangu makelele. Akampiga. Alivyompiga akamwambia, wewe ndio unasababisha mwanangu Meshak anaharibika. Kwa hiyo adhabu yake, yule baba alikuwa anampiga yule kijana ndo ampige Meshak. Kwamba Yaani yule baba anampiga anamwadhibu yule kijana. Yule kijana anamwambia, yule baba anamwambia yule kijana kwamba mpige Meshak. Usipompiga Meshak mimi nakupiga wewe. Yule kijana anasema baadaye yule baba akaacha kumpiga yeye. Yule baba akaanza kumpiga Meshak kwa kutumia fimbo na akachukua mkanda wa suruali wa yule kijana. Akawa anampiga nao kwa kutumia huku mbele ambapo sehemu ya kufungia. Meshak akawa amenyanyuka anataka kutoka nje. Wakasema kwamba alijigonga kwenye meza hapa kichwani. Akaomba maji ya kunywa lakini hakupatiwa. Baadaye inasadikika kwamba ndo Meshak akazidiwa. Alivyozidiwa yule mwanafunzi na baba mtu ndo akampeleka hospitali. Walivyompeleka hospitali, wamefika hospitali ya Momela, wakaambiwa kwanza hapa tumpokee mtu bila PF3. Wameenda polisi Ngare na Nyuki. Polisi wakaambiaje, sisi hatutoi PF3 kwa mtu aliyefariki. Ndo na wao wanasema kwamba waligundua kwamba Meshak amefariki, ilikuwa saa 10 usiku. Nimelipokea kwa masikitiko makubwa sana. Na sio kitendo kizuri cha mtoto kumwadhibu kwa kumpiga kiboko mpaka umauti ukamkuta. Kuna njia nyingi za kumwadhibu mtoto kuliko kwa hiko kitendo ambacho wamekifanya. Yule mama nahisi sababu ambayo ilimfanya yeye tumuone ni mbaya. Kipindi mtoto wake anapigwa, yeye hakuchukua tahadhari yoyote wala action yoyote ya kuomba msaada kwa majirani. Na baada ya tukio kutokea, alifuta ushahidi kwa kudeki.